Yes bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje mtazamaji wetu wa Bea TV? Karibu sana tena kwa mara nyingine kwenye channel yako pendwa kabisa ambayo inakupa updates na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Bwana, kubwa zaidi leo tunazungumzia baada ya hapo jana mtanange wa watani wa jadi Yanga na Simba kuahirishwa na bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara, ambapo tayari mechi ilikuwa ishapangwa kwamba ni tarehe 8 mwezi wa 3 majira ya saa 1:15 kwa saa za Afrika Mashariki, lakini mchezo huo umeweza kuahirishwa kutokana na Simba Sport Club kuandika barua ya kwamba hawatojitokeza au hawatokuja katika mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Wa mashabiki mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wameweza kulaani kitendo hicho ambacho kimeweza kutendekwa. Kitendo hicho ambacho kimeweza kujitokeza, ambapo wameweza shutuma zote wameweza kuzipeleka kwa klabu ya Simba juu ya kitendo ambacho wameweza kukifanya. TFF lakini pia shirikisho la mpira wa miguu shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF limeweza kuingilia swala hilo baada ya bodi ya ligi kuu soka Tanzania Bara kuahirisha mchezo huo au kuandika au kutuma barua hiyo juu ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Lakini pia shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA nao wameweza kulaani kitendo hicho ambacho kimeweza kujitokeza hapo jana kwenye mchezo wa klabu wa dabi ya Kariakoo, Simba Sport Club dhidi ya mnyama Simba dhidi ya Young Africans, mchezo ambao ulibidi upigwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Lakini pia TV ambayo ina dhamana ya kurusha matangazo moja kwa moja live ambayo ni Azam TV nao wameweza kulaani kitendo hicho, ambao wameweza kuzungumzia kwamba baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo wameweza kupata hasara kubwa sana wao kama TV ambayo ina dhamana ya kurusha matangazo ya moja kwa moja. Wameweza kuzungumza kwamba walikuwa washafunga kamera ndani na nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, lakini pia mashabiki wao tayari walikuwa washajitokeza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia wameweza kuzungumzia kwamba watazamaji wao ambao wanatumia vingamuzi vya Azam TV nao wameweza kupata hasara kubwa kweli baada ya kuahirishwa kwa mchezo wa hapo jana, bila kuwasahau makampuni mbalimbali ambao walikuwa washaingia dhamana ya kuwarushia matangazo ya moja kwa moja kupitia Azam TV nao wameweza kupata hasara kubwa kweli baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Kipi ambacho kinafuata baada kwa klabu ya Simba Sport Club, lakini kwa vilabu vyetu viwili Yanga na Simba Sport Club bwana, ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika FIFA CAF limeweza kuingia kati na kuweza kulaani kitendo hicho, na ambapo wameweza kuzungumzia kwamba kitendo hicho ambacho wameweza kukifanya sio jambo la kiungwana, kwa sababu timu kutokufanya mazoezi sio haja au sio mpaka wanaahirisha mchezo huo, bali mchezo huo ungefanyika au ungechezwa, na baada ya mchezo huo kuchezwa basi wangekuja tena ni kwamba mchezo ungechezwa, na baada ya kuchezwa ndo akaja kupitia makosa na sio kusimamisha au kuzuia mchezo usichezwe, kwa sababu watu wanatoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wanakuja kuangalia mchezo mkubwa. So kwa tatizo hilo kwamba la timu kutokufanya mazoezi sio kigezo cha sio kigezo cha mechi kutokuchezwa, ambapo mchezo ilibidi uchezwe hapo jana katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Mashabiki mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania wameweza kulaani kitendo hicho, lakini pia shabiki mmoja wa Dar es Salaam Africans hapo jana ameweza kupoteza maisha kwa shoti ya umeme baada ya kuahirishwa kwa mchezo huo. Hili Bea TV ni kuombe usipita usikose bila kubonyeza na subscribe ili uweze kujiunga nasi kila mara tupandishapo video zetu.